Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali hapa unazungumzia hawa ni Young Africans na usajili wao mpya kabisa kwenye maganda yake, ambapo wamekwenda kushusha fundi hatari kweli kweli barani Afrika ambaye anakwenda kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Engineer ameweza kuweka wazi usajili huo mkubwa kabisa ambao leo hii umetambulishwa kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo ni mwendelezo wa kuweza kuongeza majina mapya kutengeneza kikosi kipya kwa ajili ya msimu ujao. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa kile ambacho kinachoendelea. Kila kitu nimekusogezea hapa kwa sababu data zote niko nazo hapa ambazo zimejili huko katika makao makuu ya Young Africans mara baada ya nyota huyo kuweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa kabla tujaendelea kukupatia details kuhusiana na mchezaji huyo, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali hapa unazungumzia hawa ni Young Africans. Kwa muda umekuwa ukisikia klabu ya soka Young Africans ikikamilisha madili yake kimya kimya. Hapa nazungumzia sajili zake kimya kimya kufuatia kuona kama kuna watu wengine huwa wakitangaza kwamba wanamhitaji mchezaji fulani, basi na wao wanakwenda kutia maguo hapo na kwenda kuharibu dili lao, kama ilivyokuwa kwa Yusufu Kagoma. Young Africans ilitangaza kwamba inamsajili nyota huyo, mara ghafla au kasikia klabu ya Simba na wao wanamtaka. Hapa nazungumzia Yusufu Kagoma, na hatimaye wakaweza kumchukua. Sasa Yanga imeamua kufanya sajili zake kimya kimya, na hatimaye leo hii wameweza kutangaza kukamilisha dili la mchezaji mkubwa kabisa. Hapa nazungumzia barani Afrika kwa sasa kutokana na kiwango chake. Unaambiwa taarifa za moto kabisa kutoka katika maganda yake kutoka huko nchini Burundi, ambazo zinaeleza kwamba mabingwa wa soka la Tanzania Young Africans tayari wameweza kukamilisha saini na kupata muhuri kabisa wa winga mahili wa Al Hilal Omdurman. Hawa Al Hilal nikumbuka kwamba walicheza na Young Africans katika mchezo wa hapa nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo mchezo wa kwanza Yanga alifungwa hapa, lakini mchezo wa pili Yanga akaenda kule Mauritania akaweza kushinda. Kwa hiyo kama unakumbuka vizuri, basi utaweza kumfahamu huyu mchezaji. Jina lake kamili anaitwa Jean Claude Gilimugisha. Ili jina sio geni kabisa masikioni mwako kulisikia. Gilimugisha ni moja kati ya wachezaji ambao waliweza kuonyesha kiwango kikubwa kabisa walipokutana Young Africans, ambapo Yanga inaelezwa wamemalizana na mchezaji huyu. Wasifu wake uko vipi? Huyu kijana amezaliwa kule Burundi, ambapo ana miaka 20 mpaka sasa. Amezaliwa tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2004. Anacheza timu ya taifa ya Burundi. Hapa nazungumzia anaanza mwanzo mwisho kabisa kwa sababu ya kiwango chake kuwa kikubwa kweli kweli, ambapo inaelezwa kwamba ni nyota ambaye ni wa kutizamwa kwa sasa kutokana na kiwango ambacho yuko nacho. Unaambiwa inaelezwa kuwa Yanga wamemaliza hatua za mwisho kabisa za kufanikisha kusajiliwa kwa nyota huyo ambaye amevutia macho ya viongozi wa klabu hiyo kupitia mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Taarifa zaidi zinadai kuwa rais wa Young Africans Hersi Said
kwa siku mbili zilizopita kuwepo nchini Tanzania, huku ikisemekana kuwa yupo katika harakati ambazo za kutafuta wachezaji, ambapo inaelezwa ya kwamba Engineer Hersi alikuwa akielekea zake Burundi kule, ambako kwa sasa nyota huyo alikuwa amerudi kwenye timu yake ya taifa, na inaelezwa kwamba kule ndo ambako Burundi alikwenda kukamilisha taratibu zote za kumsainisha mkataba nyota huyo ambaye ilikuwa ikieleza kwamba anahitajika na kikosi cha Young Africans. Hivyo Engineer akaenda kuweza kukamilisha dili hilo. Inaelezwa kwamba nyota huyo ambaye mkataba wake upo ukingoni kabisa na Al Hilal Omdurman ambao anakwenda kumalizika mwishoni mwa msimu huu, nyota huyo amekubali kujiunga na kikosi cha Young Africans akisaini mkataba wa miaka miwili, huku akiweza kuitumikia klabu ya soka Young Africans, huku ikitajwa mshahara wake unakadiriwa kufika zaidi ya shilingi milioni 20 ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo atakuwa akiweza kumpatia kila mwezi, huku ikielezwa ada ya usajili inafikia zaidi ya shilingi milioni 400, ambapo ndio atakuwa akiweza kuchukua mpunga wake huo kama ada ya usajili pale ndani ya kikosi ya Young Africans. Nyota huyu bado ataendelea kuitumikia klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman katika msimu huu, kwa sababu bado dirisha kubwa la usajili alijafunguliwa, hivyo basi ataendelea kusalia huko. Na ikumbuke kwamba klabu yake ya Al Hilal Omdurman bado inashiriki katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na ipo inakaribia kwenda kukutana na Al Hilal ya Misri na Al Ahly ya Misri kumrazi. Watakwenda kukutana katika mchezo wa robo finali ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, huku kielezwa kwamba Engineer ametangaza ya kwamba huu sio mwisho, utakuwa ni mwendelezo, kwani wanataka kukibomoa kikosi cha klabu ya soka Young Africans na kuleta nyota wengine wapya wenye hali, nguvu na kasi ya upambanaji kwenye kikosi chao, huku kielezwa kwamba pengine nafasi ya Musonda itakwenda kuchukuliwa na Gilmugisha ambaye anatua kwenye kikosi hicho. Yanga na Musonda ni wazi kwamba safari yao imefikia tamati, na inavyoelezwa kwamba si tu Musonda ndio ataondoka kwenye kikosi cha Young Africans, pia hata Clatous Chama ni miongoni mwa hesabu ambazo zinapigwa. Wote hao wawili marafiki wa nchi moja ya Zambia, wote wanapaswa kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans kuweza kupisha sajili nyingine ambazo zitakwenda kufanyika kwa kipindi ambacho Engineer amekuwa akiendelea kusaka talenti za vijana ambao wenye damu changa ambao watakuja kuleta hali ya upambanaji kwenye kikosi cha Young Africans, kama misimu mitatu nyuma iliyopita, wakati wanatoa kina Aziz Ki, moto uliokuwa unawaka ndio wanataka kuendeleza moto huo. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona wakati wa utambulisho itakuwaje. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Umepokeaje usajili wa Gilmugisha kujiunga na kikosi cha Young